ya michezo. Majina naitwa Steven Jackson Mahali. Ni mdau wa michezo, hususan mpira wa miguu ndani ya jiji la Mbeya, Tanzania. Kuingia kwenye mpira kwa sababu baada ya kucheza tukaona kuna watu wana nafasi ya kuweza kutumikia zaidi na zaidi. Kwa hiyo tukatenga muda wetu kuweza kuwasaidia wale ambao wana uwezo wa kusogea mbele, kwa sababu wakati sisi tunacheza tulishindwa kupata nafasi za kuweza kusogea mbele. Kwa hiyo baada ya kukaa hapo tukatafuta baadhi ya watu kuweza kushirikiana nao. Bahati nzuri kwamba kile ambacho tulikuwa tunakipanga au nakitamani mimi binafsi kaja kufanikiwa kwa baadhi, ingawaje bado kuna watu ambao tunaendelea kuwapush waweze kusogea na wao waweze kufanikiwa. Ni nini hasa kilicho kufanya mpaka ukaamua kuacha kucheza mpira na ukaingia kwenye masuala ya management? Ni kumbukumbu zangu kama ziko sawa ni kwamba ulikuwa golikipa. Bahati nzuri ndio maana utakuta hata leo ukiwa unaangalia mpira kuna magolikipa wa kawaida. Ila wako ligi. Ila kuna nafasi ya mshambuliaji na kwa iko wazi. Yaani wako wengi ila namba ndio zinazomhukumu huko. Golikipa anaweza kawa anafungwa, lakini mkikaa mtasema ndio unakuta mjadala wa kipa kufungwa goli. Kuna kosa mtu tasikia lilianzia pale, likaenda pale, likaenda pale. Kwa hiyo golikipa anaweza kafia au mmoja kwenye yale makosa yao. Lakini striker akipata nafasi akikosa hapa. Yaani lawama zote atakazopewa ni hapa, hata kusema kwamba tieti ilitokea fulani akafanya. Kwa hiyo ndio nafasi ngumu, na ndio maana unakuta hata kizazi cha wafungaji kimekuwa duniani kote kwa sasa hivi kimekuwa na kiwango kidogo sana. Hawashiriki. Kulikuwepo na wachukuzi kutoka pale Uyole, hawashiriki. Itezi walivyochukua ubingwa wakashindwa kupanda, nao saizi hawapo. Hivi nini hasa kilichosababisha hizi timu kubwa za jiji la Mbeya kwenye mashindano haya ya ligi daraja ya 3 yameshindwa kuendelea na kushiriki ya mashindano ya ligi daraja ya 3? Lakini ukija kwenye ndondo tunakutana nao, lakini kwenye zile mechi official ambazo zinatambulika na TFF hawapo. Nini kilichowarudisha nyuma? Unajua, kwa bahati nzuri ni kwamba mimi nimewahi kuwa msimamizi wa kituo wa ligi ya wilaya kilikuwa Mwenge pale. Na pia watu mbalimbali wanajihusisha na mipira. Kuna muda huwa tunakaa tunajadili nini kifanyike au nini kinaendelea kulingana na mpira. Ni kitu ambacho ni rahisi kubadilishana mawazo. Nikija kwenye swali lako ni kwamba kwanza Ferrari kuto kuendelea kushiriki. Hivi sasa kwa Tanzania ni golikipa gani ambaye ni bora kwake kwa kipindi hiki? Lakini pia tutakuja kufananisha magolikipa ambao wametoka nchi za nje ambao wamecheza soka la Tanzania na wa magolikipa wetu, tukiwachanganya kuna majina yanatajwa sana. Mimi nitamtajia, ataniambia yupi bora kwake na vigezo vipi ambavyo anaviweka ili kuonyesha kwamba yupi ni bora kwake. Karibu Beni Pambakali ni duka la nguo ambao unapatikana ndani ya jiji la Mbeya katika soko la Sido, mtaa karibu na mtaa wa Nafaka. Ni duka ambalo linajishughulisha kuuza nguo mbalimbali ndani ya jiji la Mbeya. Tuna nguo nyingi kama ambavyo unaliona duka letu. Tuna hizi pens kwa wale wapenzi wa vipens, tuna hizi pens ambazo zinapatikana dukani kwetu, lakini pia ni duka ambalo lina jezi mbalimbali kama ambavyo unaona. Tuna jezi za timu ya taifa, lakini tuna jeans mbalimbali kama hivi ambavyo unaziona. Tunauza kwa bei rahisi kabisa, bei ya jumla pamoja na rejareja. Kwa mteja wa jumla pamoja na rejareja, basi unakaribishwa Beni Pambakali ili uweze kujipatia nguo nzuri na zenye ubora wa kiwango cha juu. Lakini brandi mpya mjini Baba Nongi nayo inapatikana katika duka la Beni Pambakali. Njoo jipatie t-shirt kali kabisa, brandi mpya mjini Baba Nongi. Lakini pia kuna t-shirt za Mama Nongi pia ziko njiani zinakuja, zote zinapatikana hapa katika duka la Beni Pambakali. Tunapatikana ndani ya jiji la Mbeya, soko la Sido. Karibu ujipatie nguo kwa bei ya jumla pamoja na rejareja. Tunakuthamini sana mteja wetu. Deliver tunafanya ndani ya jiji la Mbeya, lakini pia tunatuma kwa uaminifu mkubwa sana wilaya mbalimbali pamoja na mikoa mbalimbali ndani ya nchi ya Tanzania. Karibuni sana. Asante.